Inakuwaje family kubwa ya Sports One Media? Kama kawaida naitwa MC Bizo Saba kiongozi, na hapa leo ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa 3 2026 tumeweza kuingia ndani ya mji wa Gongoni, na hapa tupo Gongoni Market. Tumeweza kuja hapa kushuhudia vijana hawa bodaboda wakiwa wanagawia chakula kwa mama mboga na pia wafanyakazi wengine wa hapa sokoni. Tutakuwa tunazidi kujua wanafanya hivi kwa malengo gani, ni kipi ambacho kimewashawishi. Tutakuwa tunapiga story na baadhi ya washiriki ambao wameweza kushiriki katika tendo hili. Tutakuwa tunapiga nao story, watuambie ni kitu gani kinaendelea, kwa nini hakuwa hivyo, na pia tutakuwa tunazidi kukupeperushia wewe mtazamaji wetu moja kwa moja. Zidi kutegea behind the camera pale, muite Super Michael Katereski, na mimi ni MC Bizo Saba. Hii ni Sports One Media. Usikose kufollow pale kwenye account yetu ya TikTok ambayo ni Sports One Media. Vile vile twende pale YouTube, subscribe, like, share, comment. Onyesha upendo pale na kila kitu kitakuwa wagwan. Zidi kutegea mtazamaji. Fuha kwa sababu kugashanga funagashira mama migazija, mama wa mboga, mama wa nasi. Maana funaona ani mama kwa manateseka na gonye stoshe zuzifukala mkutanoni kwesha juma fukivoya unga na sugipata mabandari mane unago. Kwa hiyo funagashirani mama mboga gonye umanye uko riko mamesha juma tasokore nyeshe karina noni sokorina mo harina sokorina mo harina bahani ajuma 2027 unaenda na hani ajuma unaenda Naam, kama nilivyokuwa nimewaarifu mwanzoni ni kwamba tuko ndani ya Gongoni na Gongoni Market. Tuko hapa tumekusanywa na vijana wa Gongoni ambao waliweza kukaa na kuamua kugawa chakula kwa wamama mboga wa hapa sokoni. Na kama unavyoona tayari harakati ya kugawa chakula imeshaanza, na sisi kama Sports One Media tuko hapa kuongea na baadhi ya waliofaidika na mchakato mzima huu wa kugawia chakula. Tutakuwa tunaongea na baadhi ya wamama ambao tayari wameweza kugawia chakula, tujue wanahisia zipi za kuongea na sisi ili tupate kujua pia wanajisikiaje kutoka na mchakato mzima huu wa kugawiwa chakula. Zidi kutegea. Naam, nipo naye hapa mama mmoja ambaye pia amefaidika na mchakato mzima huu wa hawa vijana wa bodaboda. Atakuwa anatuambia jina lake, pia atakuwa anashare na sisi hisia zake kutokana na jambo hili. Habari kushinda mama? Nzuri. Shikamoo. Marhaba. Naona hivi sasa umeweza kujitokeza pia wewe katika mchakato huu wa kugawia chakula. Kwanza kwa majina unaitwa nani? Naitwa Mwenda Hamisi. Mwenda Hamisi. Unajisikiaje kwamba umeweza kupata chakula siku ya leo? Mimi nasikia raha sana na asante sana na Aisha Juma. Una lipi la kumwambia yule ambaye amehusika kwenye ufadhili huu? Mimi nasante sana Aisha Juma. Kura kwako. Tunashukuru kura kwako wewe, maana mwanamke na sisi wanawake ufangalie. Asante sana. Basi alikuwa mmoja wa wale ambao wameweza kufaidika na mchakato mzima huu wa ugawaji wa chakula ndani ya soko la Gongoni ama Gongoni Market. Tutakuwa tunazidi kupiga story na baadhi ya waliofaidika. Zidi kutegea. Basi mtazamaji, kama unavyoona bado tuko Gongoni na tumeletwa hapa na mchakato mzima huu wa ugawaji wa chakula, na niko na chairman hapa wa bodaboda ambaye pia ameweza kuhudhuria. Atakuwa anatuambia ni yapi waliokaa wakaongea mpaka kufikia hatua hii, lakini kwanza ataanza kwa kujitambulisha. Karibu ndugu, unaitwa nani? Haya, kwa jina naitwa Kitsao Faini. Ndio. Mimi ni mkazi wa Gongoni, vile mimi ni mwenyekiti wa Magarini bodaboda katika gatuzi letu hili la Magarini. Mimi nasimamia bodaboda na hususan nazidi kuangazia pia jamii kwa ujumla na uongozi vile ambavyo unaenda. Nashukuru tulikuwa na mchakato hapa na pale hapo nyuma tukifanya mambo ya swala la by election, na by election lilikuwa na moto mwingine mkali sana, ndipo sasa ikaenda mpaka ikafikia mahali sasa ikabidi tuanze kuelimisha jamii kuhusiana na uongozi ndani ya gatuzi letu la Magarini. Imefikia mahali tunaona uongozi wa mheshimiwa mstahiki Gavana Mung'aro
hatujaufahamu vile, lakini sana wanatumia fursa ndogo ndogo kwa kudanganya wananchi wetu. Kuna wengine wale wenye ambao tunazidi kuwaona kwamba ni mabroka wa siasa, huenda wakasema kila mara wanasema wao Gavana Mung'aro ni 2 term, lakini mimi kama kiongozi mwenza nikisimama nikiangalia uongozi wa Mung'aro sijaona ukiwa wa manufaa kwa mwananchi. Hususan tunajaribu kuangalia pande zote mbili, wakati wa Gavana Kingi na Gavana Mung'aro. Gavana Kingi amefanya mambo mengine makubwa sana. Hapa kwenye nimesimama sasa, naweza jivunia kwamba ni mkono ama ni bidii ama juhudi za Gavana Kingi kwa kutuajalia kutujengea hili soko letu la Gongoni, ambapo soko hili limebeba watu wengi. Hata hivi sasa tunasema tunajivunia kwa sababu hata wafanyabiashara wengine wa kutoka Malindi wanashuka kutoka Malindi wakiingia Gongoni kwa ajili ya ununuzi ama ufanyaji biashara katika soko hili. Lakini sasa nitashangaa sana wakazi wa Magarini wakisema Mung'aro 2 term. Sijaona uongozi wa Mung'aro, kwa sababu wakati Kingi akitoka alituachia tingatinga hizi za agriculture. Wakati wa kilimo wakazi wetu wa Magarini walikuwa wakifaidika kwa kulimiwa na bei nafuu. Gavana Kingi wakati akitoka aliacha pia hizi masuala ya ambulance huku hospitalini. Ambulance zilikuwa zinapatikana kila hospitalini ambazo zipo hapa Magarini. Gavana Kingi wakati akitoka alituachia zawadi ingine kubwa hapa Marafa, hospitali kubwa ambayo ni level 4, ambayo sasa hivi Magarini tunajivunia kuna mpaka upasuaji unaendelea katika maeneo yetu ya Magarini. Lakini sasa kulingana na uongozi wa Gavana Mung'aro, matingatinga yaliuzwa sikrepu, ambulance hakuna hata moja Magarini. Sasa leo hii nitashangaa mwananchi wa Magarini akisema Gavana Mung'aro amefanya jambo la busara, hata anastahili tena aongezwe tamu nyingine ya pili. Sijui kama ana mipangilio gani kuhusiana na wananchi wa Magarini. Naam, basi hapa tuko na mwana harakati ambaye pia ni chairman wa bodaboda wa hapa Gongoni, ameweza kutueleza hisia zake. Vipi, ni kitu gani ambacho mliweza kukaa na kufikiria mpaka mkaamua kugawa chakula kwa wamama wa sokoni? Haya, tunazidi kuangazia swala la wanabiashara. Wanabiashara wengi wanategemea vitu kutoka Malindi ambavyo vinatoka mpaka Taveta kule, lakini sasa hawa wanabiashara wadogo wadogo wa mboga, mchicha na hawa wanabiashara wa mihogo, hakuna mihogo inatoka Taveta, hakuna mboga zinatoka Taveta. Ndiposa tukajaribu kuangalia mama akitoka hapa mpaka kufata mahali kwenye shamba la mihogo inachukua zaidi ya 300 kwenda 300 kurudi, ndio ameenda kupata mzigo wa shilingi 1000. Ukimfanyia hesabu anatoka hasara ya 600 kwa siku. Hajakula, hajapata maji, hajapata chakula, nyumbani hajapeleka pesa ara ya kumpelekea mtoto shule. Ndiposa tukaonelea afadhali sisi kama viongozi tuchukue hii nafasi, hata kama ni siku moja tuwapatie, hata kama ni mfuko mmoja, kilo 2 ya unga, angalau watoke na jina la kwamba wamepata msaada kwa viongozi wao wa mashinani. Inasikitisha kiongozi kama mimi mwanaboda na ng'ang'ana asubuhi mpaka jioni, natoka na shilingi 500 600 nyumbani nipeleke chakula, tena ninunue portion mboga nipeleke na watoto pia nifunze. Hapa unakuta viongozi kama gavana wetu Mung'aro hajali maslahi ya wanabiashara, hata ni aje aweke mkutano, amwage pesa, agawanye pesa, watu wapigane, pesa iraruliwe, ili hali akitoka hapo yule mama mwenyewe hajiwezi, anatoka bila hata shilingi 10. Soko letu hili hata stima ndani hakuna. Ikifikia saa 12 watchman ameingia, wanabiashara ni watoke wafukuzwe kwa sababu kuna giza. Watchman anataka kuanzisha kazi yake ya security usiku. Basi huyu alikuwa mwanaharakati na pia chairman wa bodaboda kwa jina la Faini. Tunazidi kuongea na waliofaidika na mradi huu ama mchakato huu wa chakula, kisha tutakuwa tunakupeperushia wewe mtazamaji moja kwa moja. Zidi kutegea. Niko na mmoja pia waliopanga mikakati hii mpaka kufikia hapa kugawa chakula kwa mama. Atakuwa anajitambulisha kisha pia tujue hisia zake ama analipi la kuzungumzia siku hii ya leo. Mambo vipi bro? Poa sana. Wanakutambua kama nani? Wananitambua kama Radinzai. Radinzai, chama na bodaboda. Vizuri sana. Nikiwa hapa nimeona ukiwa mstari wa mbele katika kujihusisha swala zima hili la ugawaji wa chakula. Vipi, unaona nafasi gani kwenye mpango huu? Mimi ni chama na maboda. Sasa tulikaa hapa stage, tukaona mama zetu wanapata shida,
kama waheshimiwa wetu hawatambui wakina mama wa mboga, kina mama wa nazi, kina mama mihogo. Hasa mimi kama radhi juzi kwa mkutano kwa mama yetu Aisha Jumwa, na nikaenda kumwelezea hayo matatizo, na tunashukuru mama yetu Aisha Jumwa akatusupport na boksi 5 za unga, na mimi kama radhi nikaamua kuita wenzangu tuwaganyie hawa kina mama. Vyema kabisa. Na tukiachana na swala hili la kwamba mnagawanya chakula, vipi unahisi pia ni njia mojawapo ya kumsupport mama na kumpigia kampeni, ama mmefanya hivi kwa ajili ya upendo wa mama wetu wa sokoni? Sisi tumeamua hivi kwa sababu ya upendo, na tena isitoshe 2027 tunataka kuenda na mama, kwa sababu tumeona yule ambaye yuko kwa uongozi kwa saa hii, gavana wetu Mng'aro, ni kama hakuna chochote ambacho anasaidia kina mama na vijana. Ndio maana sisi wenyewe tukaamua na hisia zetu tuwe tunaweza ushauri kina mama, tuende na mama yetu Aisha Jumwa, tuangalie mwongozo wa mama yetu Aisha Jumwa kama yeye naye atatufikisha wapi. Na mtazamaji, hapa tuko na Radhi Nzai, anaweza kushare na sisi pia anavyojisikia kutokana na mradi huu mzima. Tukimalizia, neno la mwisho kwa mtazamaji kuhusiana na unavyojisikia kutokana na siku hii ya leo. Mimi nasikia raha sana venye ambavyo tumefanya. Huu ni mwongozo mzuri, na tukishikana hivi ni kama kura zetu tutaziweka mahali pamoja, ili tuone 2027 mama yetu Aisha Jumwa amefanya nini, amepita. Asante sana, zidi kutegea, tutakuwa tunakuletea habari na matukio kadri wakati unavyo